Kwa mujibu wa taarifa, mchezaji akampigia kiongozi wa Simba. Oya. Bana vipi sasa bana? Wydad wanasema kuna ofa imefika ya $200,000. Kwa hiyo wamesema tuwalipe $150,000. Kiongozi akamwambia bana, hao wanachezesha tu. Kwanza unajua pale nafasi hauna kwenye kile kwa sababu idadi ya kigeni ishatimia. Maana vizuri. Kwa kama hao wanataka $150,000 ni nyingi. Okay. Kwa kama vipi wakutumie tiketi urudi Morocco usibaki Tanzania. Mwalimu akapiga hesabu za kawaida. Hapo Yanga wamemwambia tutakupa signing fee $160,000. Kwa mujibu sasa wa mwandishi anasema kwamba tutakupa $160,000. Kwa sababu movement inavyoendea Wydad pia wanaitrack hiyo movement. Tutakupa $160,000, tutakupa hela ya gari. Wala vizuri pamoja na mshahara. Wameongeza pia kwenye mshahara. Kwa tutakupa $160,000 ile kwanza kama ilivyo. Tutakupa na gari na mshahara utakuongeza. Huku Simba wakakubali kwa basi tutakupa $160,000 ile. Pia hatutaki 60 yako tuongezee. Lakini waambie $150,000 haiwezekani, $120,000 tuko tayari. Wydad wakasema hapana. $150,000 top. Na mchezaji huko tayari kashapandiwa dao. Na Yanga. $160,000 tutakupa yote, tutakupa gari, mshahara na top up, wametop up pia signing fee kwa Wydad. Umeelewa vizuri? Wakamwambia tuna muda mpaka usiku saa 6 kukubali ofa yetu. Unajua ukishaweka ofa kubwa hiyo ndo unaringa. Basi mchezaji amefanya mazoezi unajua na Simba jana. Ila usiku wake baada ya mazoezi na baada hizo negotiation mchezaji akapanda ndege. Ndio maisha. Ndio binafsi tena. Akapanda saa 6 usiku katoka Zanzibar. Katoka saa 6 usiku Zanzibar, kaingia Dar es Salaam. Na mimi namuelewa mchezaji. Sidhani kama mkubwa sana umuelewe mchezaji. Hapo sasa mimi hata Wamba tuona. Unasikia niulize swali mimi. Sasa umemwelewa, unamlaumu mwalimu. Ungeniambia mimi wewe ungefanyaje mkubwa sana? Nisifika saa 6. Hii ni panic buying au kweli walikuwa wanamhitaji Yanga? No, Young Africans wana kitu kimoja. Kama umekifuatilia. Na so Yanga timu zote duniani. Mpinzani wako disturb plan zake. Kwa sababu kashamuona Simba na striker Dumbia, ndio kijana Mwangosi alikuwepo, sio yupo, I don't know. Kwa wao chopiga hesabu kwamba Selemani atakuja hapa ataongezea depth kwenye kikosi kwa sababu utakuwa na Dumbia, utakuwa na Elim Panzu, utakuwa na Selemani mwalimu. Mpanzo anatumika kama false 9. Wa disturb. Mchukue mwalimu. Kwa sababu sasa mtambulisha, wanakuletea msala kwenye timu yako, unatengeneza hali ya kutoaminika. Selemani sio kwamba ni striker hatari sana. Ila Yanga amechanga karata 2. Ya kwanza ka disturb, ya pili unaenda dabi, ya tatu unatakiwa ukatafute mchezaji mwingine wa kuja kufidia.